ilikuwa kazi ngumu ya kukatisha tamaa. Ukimfuata mtu anayeuza vinywaji, unamuomba majokofu, anakuja anakukagua, anaangalia, anaona amna kitu. Ukienda kwenye mambo ya kifedha, kwenye biashara, umekaa muda gani? Una miaka 2. Bado mwaka mmoja. Watu wengi wanatamani sana kuwa wafanyabiashara, lakini watu wachache tu ndo wako tayari pengine kupambana na zile changamoto ambazo zinatokana na biashara. Sasa hii episode ni kwa ajili yako. Leo tutaangalia safari moja ya biashara mpaka mafanikio. Tuko na nani leo? Naomba nimkaribishe mgeni wetu ili aweze kujitambulisha. Nashukuru. Kwa majina naitwa Eric Robert Swai, mkurugenzi wa Kuonana Restaurant. Kuonana Restaurant iko Moshi mjini. Biashara hii ina historia ndefu. Na historia yake inaanzia katika maisha yangu mimi ya kibiashara. Zamani kwenye mwaka wa 88 tulikuwa tuna biashara ya duka la mangi nyumbani, ambayo tulikuwa tunaichukulia tu kwamba ni kitu cha kujifunza, unakwenda unarudi. Kwanza hapo kabla hujaendelea zaidi, umezungumzia duka la mangi, yaani unamaanisha walikuwa wanakuweka dukani unauza duka, au ilikuwaje kuaje sasa mpaka ukaanza kujifunza kuhusu biashara? Nilikuwa nikitoka shule ninakwenda dukani na nauza duka kwa muda ule uliobakia. Alafu baada ya hapo ninakwenda nafanya homework. Kesho yake nafanya hivyo. Kwa hiyo kile kitu kilikuwa kinafanyika hivyo, na mwanzoni tulikuwa hatukiona kwamba ni kitu cha msingi sana. Lakini huku mbeleni limekuja kuwa ni jambo la msingi. Na pengine ningependa kukuuliza swali kwa ajili ya watazamaji wetu kwamba kwa sababu ulishapitia, je, ukiangalia kuna umuhimu labda wa sasa hivi kuanza kumfundisha mtoto mdogo labda kuwa pale tayari kwenye biashara? Ni jambo muhimu sana. Kwa sababu mtu anapokuwa na kile kitu huku mbeleni inakuwa sio kazi ngumu kuja kumfundisha. Hiki kinachofanyika kwa baadhi ya jamii za Watanzania ndicho hicho kinachofanyika kwa jamii za watu wa Asia. Anamchukua yule mtoto, anamkuza kwenye taaluma hii ya kawaida ya darasani, lakini na pia na hizi taaluma za huku uraiani zinakuwepo. Inakuwa ni rahisi yeye baadaye kumgeuza mtoto. Kama inakuwa ngumu huku, ulikuwa kuna hili pia ulikuwa nalifanyaga. Wasikilizaji pamoja na watazamaji, na uhakika mpaka hapa tulipofikia kuna kitu ambacho tumejifunza kwamba biashara muda mwingine haianzi tu kwamba umekuwa ukaanza biashara. Kwa hiyo kuna hizi historia kwamba mtu ameanza tangu utotoni, kama ambavyo tumeona kwa Mr. Eric. Kwa hiyo yeye tangu akiwa mdogo alikuwa akitoka shule, wazazi wake wanahakikisha amekaa dukani. Kwa hiyo ikapelekea yeye kuweza kujifunza na kuweza kujua namna gani duka linafanya kazi na biashara inafanyikaje. Pia hata kwa Tanzania hii tunaiona kwa makabila machache. Nimeshaona kwa Wakinga, Wachaga, pia na Wapemba. Ndio miongoni mwa makabila ambayo yanajitahidi kuanza kuwarithisha watoto kidogo kidogo ili kuweza kushiriki kwenye biashara. Sasa tukirudi kwenye stori yako, umesema baada sasa, yani tunatamani tujue baada ya kuwa umemaliza shule, ni kitu gani ambacho kiliendelea, kwamba ulirudi kwenye biashara ya nyumbani au ni nini ulikuwa unafanya kipindi hicho? Nilivyomaliza form 6 mwaka wa 2001, niliondoka nikaenda Arusha. Na kule nilikwenda nikabahatika kupata kazi kwenye kampuni ya kusambaza internet. Okay. Kwa hiyo katika ile kampuni nikaanza kufanya kazi. Walitamka mshahara mdogo.
ulikuwa haukizi kitu cha aina yoyote, lakini mimi niliingia kule nikafanya kazi na nilifanya kazi kama wireless network technician na tulikawa tunasambaza internet lakini mara zote bosi wetu alikuwa anasisitiza ya kwamba kuna kitu kinakuja kinaitwa Google na Google awe rafiki yetu kwa sababu Google ndo atakaye kufundisha vitu vingi. Kupitia Google mimi nilijifunza kudesign websites. Okay. Na kuanzia 2002 na 2003 nikawa nimeweza kumaster vitu vingi kwenye website. Mwaka wa 2004 niliingia sasa kwenye biashara rasmi ya kudesign na kuuza website kwenye makampuni ya utalii. Okay. Lakini bado nikiwa nafanya kazi kwenye hiyo kampuni. Nilivyokuwa na design zile website ninakwenda moja kwa moja na kwenda kumuonesha mwenye kampuni ya utalii website yake namna itakavyokuwa. Kwa hiyo anavutiwa moja kwa moja, ananiambia hiki kitu kitakuwa bei gani. Na mimi natamka kwamba gharama yangu itakuwa ni hii. Maisha yakaanzia hapo. Na niliweza kukusanya fedha ambazo ziliweza kunifanya mimi nitoke sasa kwenye ile elimu ya A-level na kwenda chuo mwaka 2006. Yaani hapo chuo sasa uliamua kujisomesha mwenyewe? Nikaenda kujisomesha mwenyewe. Na pesa za chuo kwamba ulikuwa umesave au pesa zilipatikania wapi? Kwenye website kwa kitambo kile kulikuwa kuna fedha nyingi sana. Kwa sababu ukishaonesha hamna kifaa chochote unachotumia zaidi ya hicho kichwa na hiyo laptop. Unaenda unaonesha kazi na kazi mara nyingi ilikuwa inakuwa ni robo 3 ishakamilika. Kwa hiyo unapoenda kuambiwa malizia kazi, unamalizia, unakabidhi, wanakulipa fedha. Na mimi nikaona kwamba hiyo itakuwa jambo jema na mimi nikapate elimu ya juu. Na kabla tujiendelea zaidi, kuna kitu ambacho umekizungumza kwamba bosi wako alikuwa anasisitiza kwamba kuna kitu kinaitwa Google, kwamba kinakuja na pengine kitumike vizuri. Sasa ukija kwa hiki kipindi chetu sasa hivi kuna kitu kingine ambacho kinasisitizwa zaidi. Pengine unaweza kulinganishaje labda kuja kwa hizi akili mnemba pamoja na Google kwa kipindi hicho sasa, ili kwa vijana wa sasa hivi waweze kuelewa zaidi? Kwenye masuala ya information technology unatakiwa ukimbie na muda. Na usipokwenda na muda watu watatengeneza fedha kwa kitambo fulani na hicho kitambo kikishapita hicho kitu hakitakuwa na maana tena au maana wake utakuwa umepungua. Kwa sababu hata kipindi hicho ambacho anatuambia kuhusu habari za Google tulijifunza vitu vingi kupitia Google na tukavifanya vikawa biashara na vile vitu sasa hivi. Kwa mfano sasa hivi website kwa kutumia hiyo akili mnemba. Nafikiri ukiambia hiyo akili mnemba ikutengeneze website ndani ya dakika 5 una website. Lakini hakukuwa na huo uwezekano wa kutengeneza website kwa kutumia maneno. Ulikuwa unatakiwa uchape kodi. Unaanza kwenye HTML na Notepad. Unatandika kodi, alafu unaigeuza, unaipeleka kwenye Internet Explorer, unaangalia hiki kitu kimefananaje. Kwa hiyo mwendo ulikuwa ni huo. Sasa najaribu tu kuwaza. Tayari huku baada ya kuwa umemaliza form 6 ulikuwa kazini, ukawa umeanza kushika hela. Sasa uliwezaje yani kuamua kusoma alafu ukasahau haya mambo mengine ambayo alikuwa anakuingizia kipato? Katika hali ya kawaida nilikuwa najua kwamba nikitoka kwenye hii level ya elimu nilionayo ya form 6 nikaenda kupata elimu ya chuo
ambayo pia ilikuwa na msukumo na ndugu pia nao walikuwa na msukumo kwa sababu watangulizi wangu nao wamesoma. Kwa hiyo wakawa wananiambia kwamba hiki kitu tulichokuwa kutafutia hapa ilikuwa ni swala ambalo ni temporary. Kwa hiyo kuna swala la kujiendeleza kielimu. Sasa kwa hiyo nilivyokwenda chuo na kwenda kwa ajili ya hiyo elimu, kulikuwa kuna mambo mawili. Kulikuwa kuna huu msukumo wa ndugu, na pia kulikuwa kuna swala la discipline, na pia labda tuseme na la tatu ilikuwa ni matarajio ya kwamba baada ya hapa kutakuwa na hali nzuri zaidi ya kiuchumi, kutofautisha na hapa nilipo. Kwa sababu kwa kitambo kile bado elimu ilikuwa ina nguvu kubwa. Sijasema kwamba elimu imepunguza nguvu, lakini kuna kipindi ambacho tunaweza tukakiita golden period. Watu ambao wamesoma tuseme mwaka wa 80 kurudi nyuma, labda mpaka mwaka wa 50, au tuseme 80 mpaka 65. Mtu aliyekuwa na elimu pale alikuwa anapata ajira na mambo yalikuwa yanaenda vizuri tu. Lakini idadi pia watu haikuwa kubwa kiasi hicho. Tofauti na sasa hivi, kwa sababu sasa hivi chuo, mtu ukimaliza chuo unashangaa mmemaliza watu 300, watu 500, watu 800. Kwa hiyo wote mnagombania kitu hicho kimoja. Kwa hiyo hata mimi kipindi ambacho naondoka kwenda kwa ajili ya masomo ambayo ni 2006, bado kulikuwa kunaonekana kuna mianya ya kuweza kufanikiwa kupitia hilo, haswa kupitia computer science, kwa sababu idadi ya watu ambao walikuwa wana taaluma ya computer science walikuwa pia ni wachache. Lakini cha kushangaza, nilipomaliza shule sikukumbuka wapi makaratasi nimeweka, kwa sababu wakati huu ambao mimi nasoma bado nilikuwa napigiwa simu kwa ajili ya kazi za website, na maisha yangu yanaenda na save hii nafanya hivi, na zile savings zilinisaidia mimi. Nimefanya savings kwa kitambo kingi sana. Sasa hiyo ni discipline. Sijasema kwamba ujana haukunizoa. Ujana umenizoa, lakini huku unazolewa, huku unajizuia ili usije ukabomoka kabisa. Kwa hiyo ilipofika mwaka 2013, biashara ya website nikaiona kwamba inakwenda kuanguka, kwa sababu idadi ya watu waliokwisha ingia sokoni ilikuwa ni kubwa. Na kutokana na lile swala, mimi nikakaa chini nikafikiria, nikasema hapa nahitaji kufanya savings zaidi na kuangalia aina gani ya biashara ambayo ina uhitaji wa kila siku. Tangu nimeanza kukusikiliza, kuna kitu ambacho unakirudia, yani umeshakirudia mara nyingi, unasisitiza kwamba savings. Wewe ulieni, manake katika vitu ambavyo vinatusumbua hasa sisi wa Tanzania ni swala la savings au kuweka akiba. Wewe ulijifunzia wapi? Hiki ni kitu ambacho nimekiona kwa kitambo kingi kutoka kwa wazazi wangu, wakati tunafanya ile swala la duka la mangi, ambalo kiufasaha mimi kwangu sikuwa naliona kwamba lina uzito sana, lakini ile mipangilio ya fedha kwamba hiki kitaenda, hii hela imebaki itanunulia kitu hiki, italipia school fees, itanunua chakula cha nyumbani. Ni discipline ambayo inajengwa kwa muda mrefu, na
ili uweze kuwa na mafanikio kwenye shughuli yoyote, haswa za savings, inakulazimu uwe na hiyo low profile. Yani usiwe mtu wa kurauka. Tulia, fanya mambo kwa utulivu. Kwa watazamaji pamoja na wasikilizaji, hapo na uhakika kuna kitu ambacho tumekichukua, kwamba hii tabia ya kuweka akiba muda mwingine inatokana na familia. Kwa hiyo wazazi wana mchango mkubwa sana kwa watoto wao kuhakikisha wanaanza kujifunza mapema. Lakini pia mzungumzaji amesisitiza zaidi kwenye swala zima la kukeep low profile. Hii inamaanisha nini? Tusipende kujionyesha. Yaani mtu asijue kipindi gani una pesa na kipindi gani huna. Hii ni kwa wale wenzangu na mimi ambao tunapenda kuvimba kule mtaani. Tunatakiwa tujitahidi sana kukeep low profile, kwa sababu unavyokuwa unavimba unawakaribisha wale watumiaji. Imagine wewe unatumia nguvu nyingi kuweza kuweka zile akiba, lakini kwenye kutumia watumiaji wanakuja wanakusaidia kumaliza zile pesa zako. Kwa hiyo hiki ni kitu cha muhimu sana cha kuweza kukiangalia. Kwa sasa baada ya kipindi fulani website kama kukawa na watu wengi, yani ikawa tayari ina competition kubwa, si ndio? Ukaona kama inaelekea kudondoka fulani. Ndio. Sasa ni nini kiliendelea baada ya hapo? Kwa kutumia zile fedha ambazo nilikuwa nimehifadhi, nilifikiria ni aina gani ya biashara ambayo ninaweza kuifanya iweze kutunza mtaji na kwa kipindi hicho iweze kuanza kuendesha taratibu zingine za maisha. Na nikaenda kwenye ufugaji wa kuku wa nyama. Na nilikwenda na ile biashara ya kuku, lakini pia na kudesign website. Nikapata eneo sehemu moja wilaya Hai, nikajenga banda kubwa kwa ajili ya kuhifadhi ya ufugaji wa kuku. Lakini maisha huwa hayana mstari mmoja. Siku moja nipo kazini nafanya kazi za website. Napigiwa simu, lile banda limezuiliwa na paa la banda la kuku limezuiliwa. Na kulikuwa kuna kuku kama 600 ndani. Sasa unaanza kujiuliza, namalizia hii kazi ya website ya watu ama ninakimbia kwenda kuokoa wale kuku. Ilikuwa kazi ngumu ya kukatisha tamaa, kwa sababu yani palikuwa hapana mbadala. Hakuna namna yote unaweza kusema kwamba baada ya hiyo mvua kuisha yenye upepo mwingi kwamba utachukua yale mabati uyarudishe pale. Kwa hiyo nilifuata tena wale wateja ambao walikuwa waaminifu, nikawapatia wale kuku, na hela ilichelewa lakini haikupotea. Kwa hiyo ni moja ya changamoto ambazo nilishawahi kukutana nazo, ambazo yani najiuliza kwa nini sikufunga lenta kwenye ile banda. Kwa sababu kasoro kubwa tu ilikuwa ni kufunga lenta. Kwa ule upepo ulivyokuja, lile pale lilikuwa limefungwa upande mmoja tu. Upande mwingine ulikuwa umewekwa mbao, ukanyanyuka na lile paa. Hapo kwenye hii biashara ya kuku ni kurudisha nyuma kidogo. Manake kumbuka huo muda tayari umeshaingia, yani umetoka chuo, umepata elimu. Unajua kwa watu wengine nimekuwa mimi nikiwasikiliza wanahusisha huu ufugaji kwamba mtu ambaye amesoma akienda kwenye mifugo ni kama sehemu ambayo yani ni ya chini, yani kama amejishusha, labda hajatumia elimu yake vizuri. Kwanza ningependa kujua yani kwamba hilo wazo la wewe kuamua kuja kwenye kuku ulilitoa wapi, na mtazamo wako sasa wewe kama msomi kuingia kwenye ufugaji wa kuku. Kwenye hilo swala la usomi, naomba niwaambie vijana, kuna vitu ambavyo vinajua kwamba umesoma na kuna vitu ambavyo havijui kwamba umesoma.
njaa haijui elimu yako, Mm. ugonjwa haujui elimu yako, Mm. na hata kifo Mm. hakijui elimu yako. Sasa kuna vitu ambavyo sisi hapa nyumbani Tanzania tunavichukulia kwa urahisi. Mm. Swala la ufugaji wa kuku, Mm. swala la kilimo, Mm. swala la maswala yoyote, yani taaluma yoyote unayoifahamu wewe, Mm. ukiangalia duniani kwa ukubwa wake, Mm. ndo utajua kwamba sisi tunafanya vizuri ama hatufanyi vizuri. Mm. Ukisema ukichukulia, ukimdharau mtu anayefuga kuku, Mm. utakuwa unaikosea dunia, kwa sababu Mm. mtu aliyeingia mkataba na McDonald's wa kusupply kuku dunia nzima, Mm. ambako McDonald's ipo, Mm. anafuga kuku wengi kweli kweli. Mm. Na wanafanyiwa hiyo kitu, kwa huo ufugaji ni wa taaluma kubwa mno. Mm. Kwa hiyo huwezi kwangu mimi, Mm. ukija na hiyo akili ya kudharau kitu chochote ambacho kina uwezo wa kubadilishwa kuwa fedha ambacho ni halali, hapo hauna utayari. Ni sawasawa na kwamba kama mimi nimemaliza chuo miaka 20 iliyopita, alafu huyo mtu niliyemaliza naye chuo aje aniulize sasa hivi mambo ya ajira. Yaani miaka 20 imepita, bado tunaulizana ajira. Utajua tu kwamba hapo kuna tatizo. Yeah. Na ili mambo yaweze kwenda sawasawa, ni sisi tupunguze madharau. Kuna ng'ombe mmoja, kuna nyama moja inaandaliwa na Wajapani, inaitwa Wagyu. Ukiangalia gharama yake kwa kipisi tu ni pesa nyingi tu, lakini ukiangalia Mjapani, ile ni brand ya Mjapani. Amerika na sehemu nyingine wanaomba hiyo trademark na namna ya sahihi ya kufuga wale ng'ombe, wapate ile brand. Utakapoingiza madharau kwenye sekta binafsi, wewe hauna huo tayari. Tumeshaona kwamba umepata hasara na kuna pesa kidogo ambayo uliipata kutoka kwa wateja. Je, ni kitu gani kilitokea baada ya hapo? Pengine hiyo hasara ilikukatisha tamaa? Baada ya kuezuliwa lile paa, nilichukua kalamu na karatasi, nikafanya mahesabu, nikaona gharama za kurudisha lile paa lingenigharimu kiasi kikubwa, kwamba hata uwezo wa kurudisha wale kuku, yani pesa ya kurudisha, kwa sababu kuna pesa ya kujenga, urudishe lile banda lilivyokuwa, alafu baada ya hapo pia kuna hela ya kuingiza au kuku na kununua vyakula. Nikaona ile itachukua fedha nyingi sana. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba nikaona ni bora, yani pesa nilionayo itatosha tu kurudi kwenye ile biashara ya mangi ambayo tulikuwa tunaifanya utotoni. Kwa hiyo nikarudisha ile biashara ya mangi kwa kutumia zile fedha zilizobaki. Sasa eneo ambalo nilikuwa nafanyia eneo ambalo nilikuja kurudisha hiyo biashara ya mangi, ndo ambapo wazazi walikuwa naishi tulipokuwa tunaishi awali. Na kuna kitambo fulani ambapo tulikuwa hatuna uwezo wa kushika mambo yote. Kwa hiyo ililazimika lile eneo, kuna kitambo lilikuwa limepangishwa. Na yule mtu naye alifika mahali akasema kwamba anahama, anaenda mkoa mwingine kikazi. Kwa hiyo nilirudi pale, nikaendeleza biashara kwenye duka lile la mangi ambalo nilikuwa nalifanya zamani.
ninarudi pale nikiwa kama mtu mgeni. Mtaa ule sijakaa kitambo hicho, miaka ya kutosha. Kwa hiyo kila mtu alijua ni mgeni, na nilivyofungua biashara, nimekaa wiki nzima, nimeuza shilingi 500. Sasa hela nyingine za kujikimu zikoje? Kuna simu chache zinapigwa, zinahitaji website. Kwa hiyo unafanya ka website kidogo, umekaa dukani, hamna mtu yoyote anakuja. Wiki ya kwanza imepita, wiki ya pili ndio tukaanza kufanya biashara kidogo. Uzuri wa Tanzania ni kwamba watakupa mawazo kadiri siku zinavyozidi kwenda. Kwa hiyo na pia usiwe mgumu wa kuchekecha mambo. Nauza vitu vya nyumbani ambayo ni sukari, mchele, mafuta. Wakaniambia, bwana, kwa hapo nyuma utuwekee hapo na bia 2. Kwa hiyo watu wakawa wanakuja, wanakunywa bia 2, wanaondoka. Tumeenda na mwendo huo, wakafika mahali wakaniambia, tumechoka kila siku unatupa pombe, hautupi chakula. Nikawauliza, kwa hiyo mnataka kutufanyeje? Wakaniambia, bora hata uchemshe supu ya makongoro. Na mimi nikawa msikivu, nikawekea supu ya kongoro. Sasa supu ya kongoro imeenda, wakafika mahali wakasema, tumechoka supu ya kongoro, sisi hatutaki tena bone marrow. Kwa hiyo tunataka tufanye nini? Nataka uweke nyama ya kuchoma. Kwa hiyo nilikwenda tena na swala la nyama ya kuchoma. Kaweka nyama ya ng'ombe, kaweka nyama ya mbuzi, kaweka na kuku. Vikawa vinanunulika, vya kununulika vinanunulika. Vinavyobaki ambavyo haviwezi kununulika, vinarudi nyumbani, vinatumika kwa ajili ya chakula cha nyumbani. Ukumbuke pia familia ipo. Umri umeenda na familia ilikuwa inaisha kuja huko katikati. Na hapo kabla hujaendelea, nimeona kwamba sababu mojawapo ya wewe kuweza kupata idea ulikuwa ni msikivu, kwamba watu walikuwa wanazileta ideas wenyewe. Pengine kwa experience yako, ni njia gani nyingine ambazo ulikuwa unaweza kuzitumia ili kupata idea ambayo ulikuwa unaitumia kwenye biashara yako? Usikivu ni jambo moja. Na kuna hata viongozi wengine wanakuambia, walishasema akili ya kwako akili ya mwenzako unachanganya na mwenzako. Kwa hiyo sasa unapoambiwa kitu hicho, unakiangalia kwenye biashara yangu, nikikiingiza kitakuwa na mashiko gani? Kwa hiyo niliweka huo uthubutu, kwa sababu biashara siku zote ni uthubutu. Na ndo maana huwa siafikiani na jambo la kwamba haiwezekani, au hii siyo ya hadhi yangu, au hii si ya level yangu. Huko ni kujidanganya tu. Kwa hiyo lile swala mimi nililifanyia kazi. Watu wakawa wanakuja, wanapata chakula pale, wanapata na vinywaji vyao, na kipato kinapatikana. Lakini siku ambayo ilibadilisha utaratibu kabisa wa maisha ilikuwa ni ile aliyokuja, kwa sababu alikuja mtu mmoja akasema, hii ingekuwa sawa sana kama ingekuwa nyama ya kitimoto. Sasa hapo ni pagumu kuliko kitu kingine. Kumbuka una mchanganyiko wa watu ambao tayari
ulishawazoesha supu ya kongoro na nyama za kuchoma hizi. Ile ilikuwa ngumu. Ilikuwa ngumu na ilikuwa na makasiriko. Kwa sababu mtu ambaye alikuwa anafanya ile kongoro alikuwa anaijulia kweli kweli. 2021 ikaingia korona. Watu wakatawanyika, lakini na mimi biashara nikawa nimeibadilisha kabisa. Nikawa nimesema kwamba sifanyi ng'ombe, sifanyi mbuzi na wala sifanyi kuku. Nimeamua kwamba naeka nyama ya nguruwe. Lakini nia na madhumuni ifanyike katika usafi wake. Tukaanza kufanya ile biashara kwa mabavu mengi. Lakini kuna kitu ambacho kilikuja hapo katikati. Na pia ndo narudi tena kusema kwamba ushauri unaopewa wengine huku duniani wanalipia, lakini hapa Tanzania unapewa kama ulivyo. Kwa hiyo nilimuomba bwana mdogo wangu mmoja, nikamuomba kwamba naweka kabiashara nafanya, lakini na imani ndani kwamba hiki kitu kinatakiwa kiende mbali, lakini nakipeleka mbali kupitia nini? Na hapo unafikiria kwamba nikawa nafikiri kwamba tunafanya hivi, lakini nilikuwa nawaza pia tuweke matangazo na vitu vinavyofanana na hivyo. Yule bwana mdogo akaniambia twende kwenye Instagram. Kitambo hicho nilikuwa natumia simu moja ya ya Infinix kupigia picha. Lakini zile picha zilikuwa hazitoki vizuri. Akaniambia kuna simu inaitwa iPhone. Hii ndo tutatumia kupigia picha. Ile simu ilinunuliwa. Sikujua kwamba ilikuwa ni hela nyingi namna hiyo, kwa sababu tulinunua kwa 1,200,000. Duka kule ndo lilifinance. Ile kitu ilileta mabadiliko makubwa sana. Kwa sababu baada ya kuanza kupiga picha na kuziposti na kuanza kuboosti, kulipia yale matangazo, zile taarifa zilifika kwa watu. Watu wakawa wanakuja. Sasa changamoto za biashara zikaongezeka. Eneo halikuwa rafiki sana. Kwa mantiki ya kwamba nilikuwa na tenti moja na sehemu ya jiko ndio. Yale majiko yaliokuwa pale yalikuwa ni hizi stove. Yani biashara unaanza na kile ulichonacho. Hamna siku utakaupata vitu vikatua hapo chini pop. Kwa hiyo nilianza na yale majiko, zile stove zile. Majiko hizi mitungi midogo ya gesi ni kilo ngapi? Kilo 5 ama 10. Ya kuna 10 hizi ndogo kabisa hizi. Hizi ndogo kabisa. Kwa hiyo nilikuwa nazo 3. Kwa hiyo ndo zilikuwa zinatumika, hii ya kukaangia, hii ya mboga, hii ya ndizi na vitu kama hivyo. Changamoto nyingine ilikuwa kwenye washroom. Nilikuwa na washroom yenye vyumba hivi viwili. Kuna watu walikuwa wanakuja wanaangalia, wanaona hapana, hapa sio sehemu sahihi, wanaondoka. Kuna watu wanakula mazingira. Yeah. Sawa? Kuna watu walikuwa wanakuja wanaona hii location haifai kupigia picha. Wale waliothubutu kukaa chini, na sisi tulisema watakao thubutu kukaa chini
hatutawa disappoint. Changamoto kubwa ilikuwa ni hapo kwenye washroom. Pamoja na kwamba zina udogo wake, ziwe safi. Na aina ya biashara unayoifanya inakuhitaji uwe msafi. Ni kweli. Umeona? Kwa hiyo mazingira yote hayo tukajitahidi kwa gharama zote kuwa wasafi kweli kweli. Na watu wakatuvumilia katika hicho kipindi chote. Sasa linakuja swala la kwamba unatokaje kwenye hiyo hatua kwenda kwenye hatua nyingine. Jambo kubwa ambalo linahitajika katika biashara ni lazima ujue kwamba wewe unataka kitu gani. Yaani biashara yako inataka kitu gani. Kwa mfano, wakati watu wanakuja wanasema sisi tunataka kuangalia mpira, hujatuwekea screen za kutosha. Lakini unaangalia hapa, nikiweka screen za kutosha ina maana naongeza idadi ya watu. Na matundu ya vyoo unayo haya mawili. Kipi kinatakiwa kitangulie? Ni choo ama ni hizo screen? Ni choo. Leta mkandarasi, pima, design choo. Gharama ya choo ni kubwa kuliko kitu kingine chochote. Huku nyuma zile gesi hazifai tena, zinahitaji yale majiko yale ya plate 4. Nahitajika jiko la plate 4. Unaona mambo yanavyokwenda? Sahani zinatakiwa ziongezeke. Viti vinatakiwa viongezeke. Sasa tunazungumza uhalisia wa maisha. Ukimfuata mtu anayeuza vinywaji, unamuomba majokofu, anakuja anakukagua, anaangalia, anaona amna kitu hapa, anakuacha. Unamfuata, unamuomba viti, unamkagua, anakuja anakukagua, anaona huqualify, anakuacha. Ukienda kwenye mambo ya kifedha, wanakuja wanakukagua. Kwenye biashara umekaa muda gani? Una miaka 2. Bado mwaka mmoja. Afu tunza mahesabu ili tuone kama wewe unafaa kukopesheka. Sasa hapo mambo yote ni magumu. Haufai kukopesheka. Biashara inakuhitaji wewe ufanye maboresho. Kila kitu kule kwenye duka la mangi, ukigusa utaharibu. Huku ukigusa utaharibu. Ule bwana mdogo akaniambia, bwana, nimekumbuka hivi, unajua kuna kitu kinaitwa SACCOS? Nikaambia najua. Sasa kwani SACCOS inaweza kutufanyeni? Akanambia ngoja tukae chini tena. Tukakaa chini, tukazungumza. Qualification za SACCOS zikawa tofauti. Kwamba bwana, miezi 3 utaweka fedha, miezi 3 alafu utafaa kukopesheka. Yani hiyo ilikuwa haina haja sasa ya kuwa na miaka mingi zaidi kwa biashara. Hapo ndo uokovu ulipotokea sasa. Utakopeshwa sawasawa na kiwango ulicho save. Kamfuata engineer, tukamwambia, bwana, tunataka kuweka washroom hapa. Tunafanyaje? Katufanyia mahesabu yote. Hesabu ikaja
pamoja na kuboresha eneo moja, kuna eneo lingine lilikuwa linatakiwa litengenezwe na kaunta, kwa sababu tulikuwa pia hatuna kaunta. Kumbuka vinywaji vinatoka kule kwenye duka la Mangi. Tukamwambia hii hapa itagharimu shingapi? Akasema milioni 28. Kwa sasa sisi tukawa tuna kazi ya kutafuta milioni 15 ili tuje kufaa kukopesheka. Sawa kabisa. SACCOS. Mambo sio marahisi. Tumekusanya zimebaki milioni 5. Sasa tukaona ngoja tutafute ndugu tuone kama tutapata. Hatukufanikiwa. Hakuna ndugu hata mmoja aliyetuelewa. Hayupo. Waliona hawa watakuja kutupa shida hawa. Kwa hiyo nikamwambia bwana mdogo, hakuna hata rafiki yako yoyote? Kwa sababu mimi nimesha kusanya kwa baadhi ya watu na hizi hela tutazirudisha. Akaniambia sawa. Akamtafuta rafiki yake mmoja. Huyu rafiki yake akakubali kutupa milioni 3. Tukasema hata kama haitakuwa imetimia, tuanze kwanza na hii washroom. Hatufanye na counter. Lakini katika ule utaratibu wakati tunafanya lile swala. Na hapo kabla hujaendelea, manake mlifanikiwa sasa hela kuipata kutoka SACCOS. Ile miezi 3 tunafanya savings. Imefika miezi 7, kwa sababu ukumbuke unatakiwa kuomba kitu ambacho kitakuja kumaliza shida yako. Kwa hiyo ule mkusanyo ulituchukua si miezi 7. Miezi 7 imefika, ndo pamoja na kuchukua huku na huku na kuzifanya hivi, haya imepatikana hiyo 15. Tukachukua tukaenda kwenye malengo. Tumejenga washroom mpya safi. Na counter ikakaa sawa. Instagram kazi imeendelea kufanyika. Wateja wakaja wa kutosha. Lakini kuna vitu vingine pia tulivyoona kwamba zile taasisi zote za kifedha ambazo tulibisha hodi tukaziomba fedha, wakaona kwamba bado hatujakuwa kiasi hicho. Walikuwa na shauku ya kutosha kutoa sasa fedha. Lakini bila kusahau yale makampuni ambayo yalikuwa yanatunyima majokofu, hata viti, kwa wepesi tu unakuta vimeletwa vimewekwa hapo. Kwa hiyo ni maamuzi yako wewe kuvichukua na kufanyia matumizi ama la. Sasa unatakiwa upambane, uanze, alafu watu wengine waje kukukuta huko barabarani wakupatie vile vitu ambavyo aidha wewe ulikuwa unatarajia kuvipata ule mwanzoni, vikashindikana, lakini utavipata katikati ya njia. Wasikilizaji pamoja na watazamaji wetu, sasa tumeona historia nzima ya Mr. Eric, au unaweza nikamwita Kuonana. Ametuonyesha alivyoanza, kuanzia alivyomaliza, kuanzia ile biashara yake ambayo ilikuwa inahusiana na website, akaenda kwenye kuku, akaenda kwenye duka la Mangi, na sasa hivi amezungumzia zaidi Kuonana. Sasa ningetamani nijue Kuonana ya sasa, ukizungumza kwa hapa Moshi, watu wanaizungumziaje Kuonana? Kwa sasa mahali tulipofikia, tumefikia kwenye hatua ya kwamba mtu yoyote anayekuja Kilimanjaro na anahitaji kupata
chakula kizuri cha kitimoto na kuku wa kisasa, mazingira mazuri na sehemu ambayo ina utulivu, asitajiwe kuonana ama mtandao usimwambie kwamba kuonana ndo sehemu sahihi. Na ni sehemu sahihi kwa sababu sisi ni wasikivu kwenye masuala ya huduma, kwenye masuala ya usimamizi na kwenye masuala ya usafi. Kwa sababu tunaamini ya kwamba mwanzoni hiyo huduma ya kitimoto ilikuwa inatolewa kwenye mazingira machafu. Lakini sisi ni moja ya restaurant za kwanza kubadilisha mandhari na fikira za kwamba hiki chakula kitakuwa kinanunuliwa kwenye sehemu chafu na kulia kwenye magari. Na tunamshukuru Mungu pia kwa sababu kuonana imekuwa ni ina mchango mkubwa sana kwenye kuajiri vijana na Watanzania kwa ujumla kwenye hii sekta ya kwenye sekta binafsi. Nashukuru sana na umeeleza vizuri mno. Na sasa tukirudi nyuma, tangu ulipoanza, manake tunakumbuka ulianza form 6 ushaonja kwamba ukaona ajira ikoje, alafu baada ya hapo ukaamua kuingia kwenye biashara na pengine kujiajiri. Sasa ukijitazama kwa kile kipindi na sasa hivi ukijilinganisha, unaona kwa kiasi kikubwa yale malengo yako yametimia au uko katika level gani? Kitu ambacho kwa kinatokea kwenye ajira ilikuwa ni kwamba inabidi upate maelekezo ndio ufanye kile kinachostahili. Na ajira naona inakufanya unaishi kwenye yale makubaliano ya kwamba utafanya hapa mpaka hapa. Yeah. Sawa? Ambayo sio kitu kibaya. Lakini wakati unaposimamia biashara, akili inatakiwa iwe tofauti. Yaani saa zote una heka. Kwa sababu atakuja huyu ama kitakuja kitu hiki, unatakiwa ubadilike mara moja kabla mambo hayajaribika. Unatakiwa ukifika ofisini uwe kwanza kufika ofisini, uwe mwisho kuondoka ofisini. Tunashukuru Mungu kwa hapa tulipofikia kwa habari ya mkoa huu wa Kilimanjaro. Huduma za chakula ziko sahihi na ziko vizuri, na tunachotaka kukifanya sasa hivi ni kupanua huduma kwenda kwenye mikoa ya pembezoni, kwa sababu kila mtu anapokuja kupata huduma hapa kwenye mkoa wetu Kilimanjaro anatamani pia ungekuwepo kwenye mkoa wake ambao anatokea. Na tunafikiri ya kwamba tutaangalia tunaangalia namna ya kupanuka kwenda kwenye hiyo mikoa ya jirani. Nashukuru sana. Na kwa wasikilizaji pamoja na watazamaji wetu, kuna funzo kubwa ambalo tumelipata kupitia episode hii. Tumeangalia safari ya Mr. Eric, au unaweza kumuita kuonana mwenyewe, tangu alivyoanza kwamba biashara unaianza tangu ukiwa mdogo. Achana na hivyo, ameshajaribu vitu vingi sana mpaka ikaja kufikia ile idea ya kuweza kuwekeza kwenye restaurant ya kuonana. Kwa sababu ashajaribu masuala ya website, akaingia kwenye biashara ambayo inahusiana na kuku, lakini hivyo vyote pengine naweza nikasema alifanikiwa, lakini alifanikiwa zaidi pale alipoianzisha kuonana. Kwa hiyo hii ni funzo kwa sisi ambao tumeanza biashara kwamba jaribu vitu tofauti tofauti, mwisho wa siku utaweza kuona ni eneo gani ambalo unafiti zaidi. Naomba tukutane kipindi kijacho. Asanteni sana.